الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحانه وتعالى. نسمع الرجال قوامون على النساء، يعني maana yake aya hii musallituna ala ta'dibihinna, ni wao ni wenye kupewa juu ya kuwafunza adabu wanawake. Tena wa umuruhunna, ta'dibihinna wa umurihinna, na mambo yao wanawake kuyasimamia. Kwanza kusimamia adabu zao, kisha na kusimamia mambo yao. Waruya an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almar'atu idha sallat khamsaha, mwanamke atakaposali swala zake tano, wasamati shahraha, na mwezi wake akaufunga, mwezi huo ni mwezi Ramadhani, wa hafidhati farjaha, na akahifadhi farji yake, wa ata'ati zawjaha, na akamtii mume wake, tadkhulu min ayi babi sha'at, ataingia kwenye mlango wowote atakaotaka, min abwabil janna, katika milango ya pepo. Mlango wowote akitaka ataingia, kwa sababu milango yote kwake itakuwa ishafunguliwa, iko wazi. Kwa hiyo achague tu anaingia mlango gani. Rawahu Abu Nuaym an Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu annahu qala, Abdurrahman ibn Auf amesema, qala alayhi salatu wassalam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu salihatu khairun min alfi rajulin ghairi salihin, mwanamke mwema mmoja ni bora sana kulikoni wanaume 1000 ambao sio wema. 1000 mwanamke mmoja, lakini aliye salih, aliye mwema, mwanamke huyu ni bora kuliko madume 1000 ghairu salih, waliokuwa si wema. Hekima yake nini hapa? Hekima yake ni kuwa mwanamke mmoja aliye mwema atazaa watoto 2, 3 au zaidi, atalea watoto 10, 20, wengine si wa kwake, lakini yeye analea. Huyu anatengeneza waja wema, anatengeneza waja wenye adabu, waja wenye suluki nzuri, mwanamke huyu mmoja, kwa sababu malezi yake yanawagusa watu wote duniani. Hakuna mtu ambaye hajazaliwa na mamake, na hakuna mtu ambaye hajapata malezi ya mwanamke. Kwa maana hii, mwanamke mmoja akiwa ni mwema, basi anaweza katengeneza kijiji chote kikawa chema. Naam. Wa ayyuma imra'at khadamat zawjaha 7 ayamin, na mwanamke yoyote aliyemhudumia mume wake kwa muda wa siku 7, amemhudumia mume wake kwa muda wa siku 7, ndio ughliqa anha 7 abwabin nar, kwake yeye milango 7 ya moto itafungwa. Milango 7 ya moto kwake itafungwa. Maana yake ni kwamba huyu hatakiwi kuguswa na moto. Lakini huduma hii ametoa kwa muda siku 7 tu. Sikwambii kwa mtu ambaye anaishi na mume wake kwa muda wa miezi 7, anaishi na mume wake kwa miaka 7,
anaishi na mume wake kwa miaka 27, anaishi na mume wake kwa miaka 97. Huyu mwanamke huyu anakuwaje na huduma zake nzuri kwa mume wake? Mtume sallallahu alaihi wa ali anasema kuwa mwanamke huyu milango ngapi itafungwa kwake? 7. Milango inafungwa ya motoni ili asipate kuingia huko motoni. Wafutihati lahu 8 abwabil janna, na milango 8 ya pepo itafunguliwa kwa ajili yake. Kwa maana huku kukifungwa kunafunguliwa huku, hakuna nafasi ya kukaa katikati. Bainal jannati wan nari, katikati hakuna makazi, ima mtu aende kulia au aende kushoto basi. Sasa ikiwa milango ya motoni ishafungwa, basi milango ya peponi inafunguliwa akaingia huko. Huduma ikumbuke ni ya siku ngapi? Ni ya siku 7. Tena min ayiha shaat bighairi hisabin, aingie kwenye mlango wowote autakao. Tadkhulu min ayiha shaat bighairi hisab, ataingia kwenye mlango wote utakao asina hisabu. Kwa maana ya kuwa hata pale kwenye hisabu, uwanja wa hisabu, mwanamke huyu hasimami, anapita tu. Basi wanawake watatushinda kwa huduma zao ni kidogo. Siku 7 tayari ishamthibitikia pepo huyu. Milango ya pepo 8 yote inafunguliwa, ingia atakao kwa muda siku 7. Wewe mwanaume unatakiwa ufanye huduma siku ngapi kwa mke wako? Maisha yote, sio siku 7, maisha yako yote. Asubuhi, mchana, jioni unaangalia habari ya huduma kwenye nyumba yako, panahudumika nini, unahudumia kwa kiasi gani. Usije ukawa mtu wa kutelekeza familia yako, unaitupa tu, hutaki kujua wanaendeleaje, hutaki kujua wanaishije, wamekula hawajala, we hutaki kujua. Alafu hela yenyewe unayoiacha ni kidogo tu, unaacha shilingi 5,000, alafu unatamba kwa nimewaachia matumizi hapa, mmetumiaje? Shilingi 5,000 mtu atumieje? Ndio hiyo wanywe chai asubuhi, mchana wale hiyo, na jioni wale hiyo 5,000 kweli? Lakini ikifika jioni unakuta na vipaja vya kuku viko hapo mezani umewekewa, mzee unabunya tu, wala hujui hivi kuku zimetoka wapi. Una akili? Una akili? Lazima uhoji vimetoka wapi hivi, sababu wewe hesabu zako ulizoacha hapa hazilingani na hivyo vyakula unavyokula. Basi hata huulizi. Wewe utamwona mwanamke mara kavaa hijabu hili, mara kavaa kanga hii, mara kabadilisha kiatu hiki, huulizi. Na wala wewe hujanunua hivyo, hujampa pesa enda kanunue, lakini tayari unamkuta iko navyo, wewe huulizi. Basi unatakiwa uulize ili uwe na akili timamu kwamba una majukumu unatakiwa uyahudumie hapa. Ukishindwa kuyahudumia, wenzako watahudumia. Utaratibu ndio huo. Naam, waruya an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, imepokewa hadithi kutoka kwa bibi Aisha mke wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umeona hadithi zinazozungumzia wanawake nyingi anazipokea bibi Aisha. Bibi Aisha ndo anapokea, kwa maana yeye ndo alikuwa anakaa na bosi. Kitu kidogo na sasa, wanawake tutakuwaje siku ya kiyama, anampa habari za wanawake itakuwa hivi, wanawake itakuwa hivi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume, ma min imra'atin tahidhu, hapana mwanamke yoyote anayepata hedhi, illa kana haidhuha, isipokuwa hiyo hedhi yake itakuwa kafaratan lima madha min dhunubiha, itakuwa ni kafara ya madhambi ya muda uliopita nyuma. Hedhi kila mwanamke ndio maumbo yake, na asipokuwa nayo hedhi mwanamke, basi liko tatizo.
labda iwe ni utukufu tu wa Mungu kumpa hali hiyo mja wake, kwa anaweza akaishi bila kupata hedhi katika maisha yake yote, wala si maradhi, hapana, lakini ni desturi na maumbile yake mwanamke kuwa na hedhi. Na mwanamke asichukie kupata maumbile kama yale, kawa yeye anapata ada ile kila mwezi, pana hedhi inaingia, baada ya kipindi fulani inaisha, tahara yake inarudi, anaendelea na maisha, asione shida katika kipindi kile. Ndio Mtume anasema hakuna mwanamke yoyote anayepata hedhi isipokuwa hedhi yake ile inakuwa nini? Kafaratan lima madha min adh-dhunubi. Muislamu asiyekuwa Muislamu hana thawabu. Ukizungumza mambo ya thawabu hapa tunamzungumza Muislamu. Ndiyo tunasema hivi, huyu ana dhambi kuu ilomng'ang'ania kwa kaukataa Uislamu. Hii hawezi kusamehewa mpaka asilimu, alafu na zile nyingine zote ndio zitakuja. Aliyeukataa Uislamu hana thawabu hata hii, na wala hana dhambi ya kufutiwa. Sababu kufutiwa dhambi mpaka ufanye wema, ndio mpaka ulete istighfari. Sasa istighfari ya huyu ambaye si Muislamu, kwanza asilimu, ndio istighfari yake ya kwanza. Asiposilimu yakang'ang'ana tu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, huyu hawi Muislamu. Hata akisema afanye yote atakayoyafanya mazuri, lakini maadamu si Muislamu, basi bado hali yake inabaki kuwa ni hivyo. Wa in qalat, na pindi kama mwanamke atasema, ule mwanamke ambaye kapata hedhi alafu akasema tena fi awali yaum, ile siku ya mwanzo tu hedhi imeanza kuonekana, akasema alhamdulillahi ala kulli hali, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Siku ya kwanza ile anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ile ilomtokezea siku yake ya kwanza. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin, na namwomba Mungu msamaha kwa kila dhambi. Akiyasema maneno mawili haya, moja akasema alhamdulillahi ala kulli hali, mbili akasema astaghfirullah min kulli dhanbin, namwomba Mungu msamaha kwa kila dhambi. Maneno mawili haya mwanamke mwenye hedhi anaruhusiwa kuyasema, kwa sababu hii ni dhikri, sio Qur'ani. Mwanamke mwenye hedhi anazuiliwa kusoma Qur'ani tu, lakini adhkari nyingine zote analeta adhkari kama kawaida. Kataba Allahu laha bara'atan minan nar, Mwenyezi Mungu anamwandikia mwanamke huyo kutakasika kutokana na moto. Wajawazan ala sirat, na anamwandikia pia kupita salama kwenye sirat. Wa amana min aladhab, na kunusurika na adhabu. Haya ni maandiko yatathibiti kwa mwanamke aliyesema maneno mawili tu katika kipindi cha hedhi yake. Warafa Allahu ta'ala laha, na Mwenyezi Mungu atamtukuzia mwanamke huyu bikulli yaumin wa lailatin, kwa kila mchana mmoja na usiku wake, darajatan 40 shahida, atampandisha daraja ya mashahidi 40. Mashahidi, shahidi si mtu mdogo. Shahidi ni mtu ambaye ametoa roho yake na mali yake na hali zake zote kuutetea Uislamu na kumuunga mkono Bwana Mtume Muhammad, mpaka mtu akaenda kafia vitani, huyo ndio shahidi. Sasa huyu daraja yake shahidi si daraja ndogo, lakini bado mwanamke mwenye hedhi akiyasema maneno yake mawili yale, Mungu anampandisha daraja 40 kama daraja za mashahidi. Idha kanat dhakiratan lillahi ta'ala, akiwa yeye ni mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu Ta'ala,
fi haidhiha, katika kipindi cha hedhi yake. Sasa hili ni darsa tosha hili la kuambiwa wake zetu, mabinti zetu wakishafikwa na hali kama hii katika maisha ya mwezi mzima, ndani ya mwezi ikimtokezea hali hii, asiache kuleta adhkari, sababu hizo adhkari zitakuwa zinamtengeneza kuliko kawaida, yani zinamfanya mwanamke anakuwa na daraja ya juu sana, hali ya kuwa hatakiwi kuswali swala kwake hapana, wala hatakiwi kufunga funga ya aina yoyote, iwe ya faradhi au ya sunna, hatakiwi kufunga. Lakini mlango wa adhkari umefunguliwa wazi, ni kwamba aingie kwenye bahari hiyo, aogelee huko kwenye adhkari. Mwenyezi Mungu anampandisha daraja yake kubwa sana. Usije ukashangaa siku ya Kiyama unapitwa daraja dume zima, pitwa daraja na mwanamke, wallahi utashangaa. Wewe fulani, wewe ni wewe kweli? Aona macho yangu yameingia giza. Ni yeye kweli, amekupita mbali kabisa, sababu wewe ulikuwa mvivu wa kuleta adhkari. Mwenzako analeta adhkari, afu mwenzako kaekewa mlango mwepesi sana. Naam. Ndio adhkari hizo, hizo ndio adhkari. Dua zote ni adhkari, afanyiwe dua. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikazuiliwa, lakini kama vile ijaza mfano, hivyo vitu vinazuiliwa mpaka awe iko sawa. Lakini kama ni mtu ana tatizo, ana shida ndani ya mwili wake, anahitaji asomewe huyu sakanil hubu, basi asomewe huyu, asiachwe hivyo akawa ni mgonjwa tu, anaweza kufa huyu, na kumbe dawa ipo. Dawa yake ni ruqya tu, asomewe ruqya. Zote hizo ni adhkari tu, bali haambiwi anasoma Qur'ani, anaambiwa anasoma nini? Adhkari. Kuna adhkari nyingine ziko aya za Qur'ani, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hii ni aya ya Qur'ani. Lakini pia kuna rabbi ighfirli warhamni, ni katika Qur'ani. Lakini kuna ile nini ile, astaghfirullah, ni istighfari, lakini ni kipande cha Qur'ani, kipande kidogo. Basi kuna vipande vingi sana ndani ya Qur'ani vimewekwa kwenye upande wa adhkari. Ukiingia upande ule huhesabiwi kuwa unasoma Qur'ani. Naam. Waqala al-Hasan al-Basri, amesema Sheikh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiye radhi bwana huyo. Sheikh Hasan al-Basri ni katika mashekhe wakubwa, si sahaba huyu, bali huyu ni tabi'i sahaba, ni watu waliokuja baada ya masahaba. Lakini bwana huyu amelelewa kwenye nyumba ya Mtume. Mmoja katika wake zake Mtume amemlea huyu. Kwa maana hii amepata malezi ya kutoka kwenye nyumba ya Mtume. Ndio kaona ijaza yake huyu anaichukua kwa Saidina Ali bin Abi Talib, kwa sababu Saidina Ali bin Abi Talib alikuwa kwenye nyumba ya Mtume. Tariqatul Qadiriya tuna mazia, Tariqatul Qadiriya tuna fahari kubwa sana, kwa sababu viongozi waliopita katika silsila wanapita silsila ya Saidina Ali bin Abi Talib, inaingia kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuja chini. Ukitoka Saidina Ali anafuata Saidina Hasan al-Basri, tena watakuja hivyo mtiririko wa silsila
mpaka unamkuta Sheikh Muhammad Nasr. Fahari kubwa sana. Lakini je, unajitambua kuwa uko kwenye fahari kubwa kama hiyo? Inawezekana wala hujitambui, wewe unakwenda tu huko mahali pazuri. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu akasema, hadhihi nisau salihatu almuti'atu liazwajihinna, hawa wanawake waliowema watiifu kwa waume zao, fil umuri shar'iyya, watiifu kwa waume zao kwenye mambo ya kisheria. Sio kwamba mwanamke atakutii mambo yako yote, hata mengine ya hovyo hovyo. Kwenye yale mambo ya kisheria, ukileta jambo lako ambalo liko nje ya sheria na mwanamke analijua, akikukatalia wala usigombane naye. Uko sawa kwa sababu wewe ndio umekosea kuleta jambo ndani ya nyumba yako, jambo lenyewe liko nje na sheria.